Leo hii ni siku ya Jumamosi ambapo halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwa pamoja kwa kupitia viongozi wetu, wako mkurugenzi, wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, katibu tawala, wadau wetu wa usafi, ndugu zetu skauti, ambao wote kwa pamoja tumeshiriki katika zoezi hili la usafi katika jiji letu la Dar es Salaam. Tumeanzia katika viwanja vyetu, kiwanja chetu cha ndege, kiwanja cha kisasa ambacho Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi na kiwanja ambacho kinapokea wageni wengi sana kuliko miaka mingine yoyote. Hivyo tumeanzia eneo hili kwa kufanya usafi kuelekea mpaka katikati ya jiji la Dar es Salaam. Kama alivyosema mkurugenzi, iko mikakati ya kununua vyombo vya kisasa ambavyo vitakavyotumika katika kutoa michanga barabarani. Kipindi cha masika kimeisha, tumeona michanga mingi iko barabarani. Leo hii tumeweza kupata hata unaweza kusema zaidi ya tani 4 ya michanga ambayo tumeweza kuitoa maeneo mbalimbali ya barabara. Hivyo cha kwanza tumeendelea kuhakikisha michanga yote katika barabara tunaendelea kuitoa. Lakini cha pili kuhakikisha takataka zote na wale ndugu zetu ambao wanaendelea kufanya biashara katika maeneo haya ya barabara, tumeendelea kuwasihi kwamba waondoke, wasiendelee kuweka vibanda vyao, na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tumeendelea kuwatengea maeneo mbalimbali ambayo watakaofanyia biashara. Lakini kwa sababu pia kuna makampuni, lakini kuna viwanda humu barabarani, tumewaambia vyakula vyao waweke kwenye hotpot waweze kuwasambazia wateja wao katika maeneo haya. Lakini wito wangu kwa makampuni na taasisi zote ambazo ziko ukanda huu wa barabara kuelekea airport, ni watake siku ya Alhamisi wafike kwa mkurugenzi kwenye idara ya taka ngumu, ili kwa pamoja tuweke mkakati wa maboresho ya hii barabara yetu. Hivyo nimtake kila mmoja hakikisha anafika kwa mkurugenzi wetu halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, au yeye mwenyewe au amtume mwakilishi, ili kwa pamoja tutengeneze mkakati wa kuhakikisha barabara yetu hii ya kuelekea airport inakuwa bora. Lakini zoezi la leo ni kuelekea kilele cha mazingira duniani, lakini ni mpango endelevu ambao kimsingi ni mwanzo wa nguvu kubwa ya ufanyaji wa usafi kwenye kata na mitaa yetu kuelekea mashindano ya AFCON. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na wilaya tukiongozwa na mkuu wa wilaya tumejipanga vyema, kwanza kuwa na zana za kisasa za usafishaji wa barabara yenyewe, lakini la pili kushirikiana na wadau ambao kimsingi hata leo wamejitokeza kwa wingi. Kwa hivyo tunaamini kwamba zoezi hili litakuwa ni endelevu na zoezi hili litakwenda kuleta matokeo chanya kwa maana ya usafi wa mji wetu. Sisi kama wakandarasi na wadau mkubwa sana wa mazingira tumekuwa bega kwa bega, hasa kwa uongozi wa jiji la Dar es Salaam, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya na sehemu mbalimbali, kuhakikisha mji wetu unakuwa safi. Kwa sababu kwanza watu wanapenda kuambia na watu wafahamu kwamba taka ni fursa, taka ni mali. Sio kwamba kila taka inayozalishwa basi ni taka ya kuanza kutupa tu. Sisi kama wakandarasi tumekuwa tunaweza kutoa elimu na watu waelewe kwamba hizi taka tu ni fursa. Sio kama kwa sababu ni taka basi vitu waweza kuvitupa. Watu waelewe jinsi gani ya kuhifadhi mazingira na jinsi gani ya kuweza kutenganisha taka pale wanapokuwa wamezizalisha. Tutoe wito kwa wananchi waelewe, sio taka inayozalisha, chanzo cha taka kuzalishwa ndio fursa ya taka inayoanzia hapo. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.